ndani ya Crown Sports asubuhi ya leo. Ndio, asante. Karim, maandalizi ya kuelekea kuhitimisha msimu, mechi zilizosalia yanakwendaje mpaka hivi sasa? Tuanzie hapo kwanza. Tunaendelea vizuri. Tunaendelea vizuri na maandalizi. Tunakwenda kwenye mzunguko wa 29 ambao utafanyika Juni 18, lakini baada ya hapo tutakwenda kwenye mzunguko wa 30 ambao utafanyika Juni 22. Kwa hiyo kwa sababu ni michezo ambayo inafanyika siku moja na wakati mmoja, maana yake maandalizi yake pia yapo na umaalumu fulani ndani yake, na kwa kusema hivyo maana yake tunajua namna ambavyo tunapaswa kuweka nguvu kubwa zaidi kwenye kujiandaa na michezo, kwa sababu ni michezo 8 inaanza muda mmoja na siku moja. Kwa hiyo tuko kwenye hatua nzuri ya maandalizi na kila kitu kinakwenda sawa. Swali la msingi pia kwako Boimanda, umeupeleka mchezo wa dabi kutoka Juni 15 mpaka Juni 25. Sababu ni nini kusogeza mchezo huu mbele? Tulitoa taarifa ya mabadiliko ya mchezo, na kwenye taarifa ile haikuainisha sababu. Haikuainisha sababu, na taarifa ile ni ya taasisi ambayo mimi naisemea. Sasa kama taarifa ya taasisi haikutoa sababu, hakuna namna mimi sasa naweza nikazungumza na Crown Sports nikaanza kuelezea sababu. Ni masuala ya kiuendeshaji ambayo yamesababisha mchezo huu kuahirishwa, na kwa maana hiyo ni kwamba tubakia hapo tu kwamba mchezo umebadilishwa na klabu na wahusika wengine wa mchezo huo wamejulishwa kwa njia rasmi, kwa maana ya barua, na kila kitu kimekwenda sawa. Kwa hiyo tusubiri tarehe ya mchezo. Nadhani hilo ndio muhimu la kujadili kwa sasa. Kabisa, muhimu kabisa. Lakini Boimanda, ni kama hamutendei haki umma wa soka katika ardhi ya Mama Samia, kwa sababu hamjatueleza sababu ni nini. Atutendei haki umma kivipi? Sijaelewa vema. Kwa sababu mchezo wa Machi 8 mliandika sababu za kuahirisha mchezo huo. Ndio. Na mkaupeleka mchezo Juni 15. Mmeutoa mchezo Juni 15 kuelekea Juni 25. Hakuna sababu yoyote ambayo mmetueleza kwamba sababu ya kusogeza huu mchezo mbele ni ABCD. Ukiangalia utagundua kwamba kwanza kila mtu anafahamu kwamba hakuna kitu kinatokea bila sababu. No. Hata wewe unaniuliza hili swali na sababu zako. Kila kitu kina sababu zake, na ni wakati tu unapofika mtu anakuwa yuko tayari kutoa sababu, lakini taasisi ama mtu anapokuwa bado hayuko tayari kutoa sababu, inapaswa kuheshimiwa pia. Hatuna haja ya kutumia nguvu kubwa sana kulazimisha taasisi ama mtu atoe sababu ya jambo fulani wakati inawezekana wakati haujafika wa kufanya hivyo. Kwa hiyo ni jambo la tuendelee kuvuta subira. Ndio maana nikasema kwa kipindi hiki ni vizuri tukaconcentrate kwenye michezo inayofuata, kwa maana ya mzunguko wa 29, na baada ya hapo tutakwenda kuweka nguvu kwenye mzunguko wa 30, kisha tutarudi kwenye dabi, kwa maana huo mchezo namba 184. Umegawanyika. Wengine wanaamini kwamba matakwa ya Yanga mmeyazingatia. Siko hapa kuzungumzia matakwa, si tu ya Yanga, hata ya wewe Mkai. Siko hapa kuzungumzia matakwa. Kwa sasa hivi mimi nazungumzia kuhusu uendeshaji wa ligi na masuala yanayohusu bodi ya ligi kuu Tanzania. Naam, maswali yangu yanatosha. Jumayo, karibu. Mimi nimesikia ulivyokuwa ukiulizwa hapa na ndugu yangu Mkai, lakini Boimanda, kutoa sababu ni jambo la msingi sana, kwa sababu ukitazama kanuni ni jambo la muhimu sana, kama mlivyokuwa mnatuambia hii kanuni ilitumika hivi, imetumika, lakini manake hii sasa hili jambo kama limewashinda bodi ya ligi. Tunakubaliana? Nakubaliana na wewe kwamba kutoa sababu ni jambo la msingi. Ndio. Hiyo nakubaliana na wewe kabisa, na maelezo niliyompatia Mkai yanadhihirisha hilo ama yanathibitisha hilo, kwamba hata sisi tunafahamu hilo jambo, lakini nimezungumzia kuhusu tayari. Hili jambo la pili la kwamba sisi limetushinda, hayo ni maoni yako, na si wewe peke yako unatoa maoni. Yote anaweza kutoa maoni, na hatuzuii watu kutoa maoni. Ruksa kutoa maoni, hata mimi naweza nikawa na maoni yangu.
naweza nikazungumza chochote kuhusu programu yako hapo kwenye redio, na haimaanishi kwamba wewe kesho asubuhi ukiamka basi ubadilishe kila kitu kwa sababu mimi nimesema kuna jambo fulani aliendi sawa kwa upande wangu. Kwa hiyo maoni ni kitu cha kawaida, Juma. Tuko tayari kuyasikia na kuyafanyia kazi yale ambayo tunadhani yanaweza kusaidia mpira wetu kusonga mbele. Kuna uzingativu wa kanuni kwenye mabadiliko ya mechi ya tarehe 15 kwenda 25? Bila shaka yote. Kanuni ya ngapi na ilikuwa na bodi ya ligi mtaji wake ni kanuni. Siku zote mtaji wa bodi ni kanuni. Kwa hiyo hakuna namna tunaweza kufanya jambo lolote lile bila kuzingatia kanuni, na ukitaka kufahamu kwamba kila kitu kinafanyika kwa mujibu wa kanuni, basi ni wakati wa mdau sasa. Ni wakati wa mdau yeyote ikiwemo klabu zenyewe na wadau wengine kuwa karibu na hizo kanuni, kuzifahamu vizuri, kuzifuatilia, na pale ambapo inaonekana kuna changamoto yoyote ile basi tunakushukuru kuhusu ufafanuzi na kadhalika. Asante sana Boimanda, muda wetu hautoshi. Asante kwa muda wako. Asante sana.